Kwa kipindi cha vizazi kadhaa, jamii ya Wamasai huko Loita ilitegemea maarifa ya kiasili kutabiri hali ya hewa, kutambua wakati wa kutafuta malisho na mifugo pamoja na kudumisha maisha yao ya kuhamahama. Lakini hii leo hali badilifu za anga, ukame uliokithiri pamoja na malisho yaliyodidimia ni hali inayolazimu familia nyingi kusahau utamaduni ambao umezitambulisha kwa kipindi cha karne nyingi. Katika msitu wa kutolea matambiko wa Loita, eneo la Narok Kusini, jamii sasa inakabiliwa na utata kwa kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yamekuwa magumu kutabirika. Aaron Mari kumradhi anatupakulia simulizi kuhusu jamii iliyojipata katika sintofahamu ya utamaduni, mabadiliko ya tabia nchi na uendelevu wa maisha. Kwa vizazi vingi vilivyopita, jamii ya Masai huko Loita ilidhihirisha uwezo usio wa kawaida wa kuzielewa hali badilifu za anga, kuchanua kwa maua kwenye miti, upande ambao upepo ulivuma ukitoka na kuelekea, menendo ya ndege kwenye anga, ishara zote zikidhihiri dhahiri shahiri ujio wa mvua. Na wakati wazee walipovunja kimya chao, jamii nzima ilisikiliza na kutii. Maisha hapa yalitegemea mifugo. Mifugo ndiyo kitega uchumi kilichotegemewa kwa chakula, utajiri na utambulisho wa jamii. Wamasai walikuwa wanategemea mifugo peke yake, kwa sababu hapo kitambo watu walikuwa wachache, ardhi ilikuwa kubwa, kwa sababu wanyama wamekufa wakawa wengi, na unajua Wamasai wakitegemea mifugo hawana njia nyingine ya kupata mifugo isipokuwa wakati wanaongeza mifugo yao. Familia zilihama kutegemea misimu, kufuatilia malisho na maji kwenye ardhi ya jamii. Msitu uliilinda jamii dhidi ya ukame, nao utamaduni ulichangia pakubwa kuhakikisha kwamba msitu ulihifadhiwa. Lakini taratibu, ishara hizo zilianza kufifia. Mvua zilimatia kunyesha kwa wakati uliotarajiwa na misimu ikawa mibadilifu tofauti na hapo awali. Anga ilikaidi kutii lugha ambayo wazee hao waliichanganua na kuielewa. Familia nyingi zilitegemea shughuli za ufugaji. Malisho ya jamii nayo yanazidi kufifishwa na hatua ya hivi majuzi ya ugavi wa ardhi. Sasa wakati kiangazi inakuja inamaliza mifugo, watu wakawa na mashida mingi, hata chakula inakuwa ni shida, kupeleka watoto shule inakuwa ni shida. Ndivyo baadaye basi watu wakapata mafunzo mengine, wakapata kuona kwamba mabadiliko lazima iwe, ndivyo wakaanza kulima. Vijana ambao hapo awali walidhani kigezo cha kupima utajiri ni wingi wa mifugo, sasa wamegeukia shughuli za kilimo, uchomaji wa makaa na kazi ya sulubu ili kukidhi mahitaji yao. Hata hivyo, licha ya kujitosa katika dimbwi la kilimo, kuna changamoto inayowakodolea macho. Jamii hii haikuzi mimea kwa kutumia mbolea ya kisasa, na pindi mchanga unapoanza kupoteza rutuba, jamii inalazimika kuhamia sehemu nyingine. When they find it not productive, they will opt to leave this already degraded land and probably continue to at least to do a new piece of land that is hoping they will get more production than the earlier piece. Hata hivyo, mashirika kama WWF pamoja na Haki Jamii yamejitokeza kuelimisha jamii pamoja na wanahabari kwenye eneo hilo kuhusiana na uandishi wa habari wa mabadiliko ya tabia nchi. So what we do is to amplify voices of indigenous communities, indigenous population and local communities. So we have been working with this indigenous population for some time, but now we have to ensure that their voices are amplified, and the best way to do this is to engage the media. There is a lot of information that we do not really share with our audience, especially on indigenous knowledge. And there is a major role that even the minority in the community play. This involves women, this involves people with a disability, and I think it's high time that we close these gaps and bring everyone together. I'm working towards climate change and disability inclusion. We as the Loita community, we are attached to our land and to our resources very positively.
In spiritual matters, we attach ourselves to the forest of the Loita child. We also attach ourselves to our land, to our cattle, because without land, there will be no Maasai. Serikali ya kaunti pia inajitokeza kushirikiana kama jembe na mpini na mashirika hayo katika kushinikiza sera zinazosaidia katika uhifadhi wa msitu. We also normally have a program for tree planting. At least every first Friday of every month, we have a program called Chiefs Climate Day that chiefs in all the locations plant trees in their respective areas of jurisdiction. We are trying to integrate the knowledge of the locals with scientific, so that at least you have an hybrid information. We don't push projects to the communities. It is actually the community to do proposal to us. We do also public participation through PCRA. PCRA is actually is a comprehensive report from the communities. Kwa wazee, mabadiliko ni sawa na mwiba uliokwama moyoni. Misitu iliyotumika kutolea matambiko inazidi kudidimia. The one we were using now, it's not working. Because when we try to apply what we used to apply there before, it is not giving us the best. Ufahamu wa kiasili na mabadiliko ya hewa nao inayeyuka kama barafu ya kukaanga. Kufuatia mabadiliko ya tabia nchi, idadi kubwa ya wakazi wa misitu wa Loita inakabiliwa na hali ngumu ya kupambanua baina ya kuishi na kuhifadhi mazingira. Jamii ambayo hapo zamani ilitegemea kikamilifu nguvu za asili, sasa inategemea utabiri wa kisasa wa hali ya hewa pamoja na hali badilifu ya misimu, kwa sababu wanafahamu fika kuwa wakati msitu unapotoweka, nayo sehemu ya utambulisho wao vilevile itafifia. Nikiripotia KBC Channel 1 kutoka maeneo ya Loita, kaunti ya Narok, mimi ni Adon Marie.